Habari gani mpenzi mtazamaji wa Channel 10 Plus, karibu katika kipindi chetu pendwa cha Ukristo na vijana. Majina yangu ni Jocelyn Zefania, lakini siku ya leo niko na mgeni ambaye ni Mwalimu Emmanuel Martin Amasi kutoka pale AICT Airport. Na siku ya leo atakuwa na mada ambayo atatufundisha juu ya nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Kijana Mkristo anapaswa aweje? Twende tukamsikilize Mwalimu Emmanuel Martin Amasi ambaye atatufundisha zaidi. Ni kukaribishe kwenye kipindi cha neno la Mungu, na nitaongea somo linalohusu hasa vijana, na kichwa cha somo ambacho nitakizungumza siku ya leo, tazungumza kuhusu nafasi ya neno la Mungu katika maisha ya kijana Mkristo. Tazungumza kuhusu nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Somo hili litakusaidia wewe ambaye ni kijana, na lina msaada mkubwa, na limesaidia maisha yangu, lakini pia na mimi litakuwa msaada pia kwenye maisha yako pia. Nitazungumza nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Kwa hiyo nifuatilie mpaka mwisho, kuna kitu cha kujenga na kusaidia. Nitakuwa nasoma maandiko na nitakuelezea, na nitakuwa na vitu kama vitatu vya msingi na ambavyo nitazungumza kwa habari ya nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Nisome maandiko, kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili ule mstari wa 14. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 14. Biblia inasema Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 14. Biblia inasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Anasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Lakini pia akasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Isome andiko jingine, kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Biblia inasema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Anasema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena ni kali kuliko upanga wote ukatao kuwili. Lakini pia kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, nakupa maandiko haya ya msingi alafu baadaye nitaendelea. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Kumbuka nazungumza somo la sema nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, Biblia inasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa anayasema baada ya Shetani mjaribu kwenda na kumjaribu kwa majaribu kadhaa. Yesu akamwambia Shetani, baada ya kumwambia kwamba geuza mawe haya yawe mikate, akamwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Maana yake anajaribu kuonyesha kwamba neno la Mungu lina nafasi kwenye maisha ya mtu. Neno la Mungu lina nafasi kwenye maisha ya mtu. Na mimi nataka nizungumze nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Ndio maana nimekusomea maandiko na nimekuonyesha jinsi ambavyo Biblia inazungumza kwa habari ya nafasi ya neno la Mungu na umuhimu wa neno la Mungu kwa habari ya kijana Mkristo. Lakini pia jambo moja ambalo tunapaswa kulifahamu ni kwamba neno la Mungu halijapitwa na wakati. Ni rahisi sana kwa sisi vijana kulipuuzia neno la Mungu, kuliona kama halina maana, halina msaada wote, lakini nataka nikwambie neno la Mungu halijapitwa na wakati. Neno la Mungu lipo, lilikuwepo, lipo na litaendelea kuwepo. Kwa hiyo halijapitwa na wakati. Halijapitwa na wakati. Kwa hiyo unapaswa kufahamu hilo, na unapaswa kuliweka akilini hilo jambo ya kwamba neno la Mungu halijapitwa na wakati. Lakini pia jambo jingine ambalo unapaswa kufahamu ni kwamba kuna aina fulani ya matokeo hutaweza kuyapata kwenye dunia hii. Kuna aina fulani ya matokeo hutaweza kuyapata kama hautakuwa na ufahamu kwa habari ya neno la Mungu. Na napozungumza kwa habari ya neno la Mungu tunamzungumza Mungu. Sababu maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo kuna aina fulani ya matokeo unayoyatafuta wewe katika dunia hii
huwezi kuyapata wakati mwingine kwa urahisi kama una ufahamu wa neno la Mungu. Nitakuonyesha hapo mbele. Lakini jambo jingine la kufahamu ni kwamba kijana ambaye hana nguvu za Mungu, shetani atamshinda. Shetani atamshinda. Kumbuka moja ya andiko ambalo nimelizungumza kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18, anasema nimwandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Sasa ile neno la Mungu likai tu likajileta likakaa, ila tunalisoma. Tunapolisoma linakaa ndani ya mioyo yetu na linatusaidia. Sasa kijana ambaye, na hapo mbele anasema kwamba na ninyi mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu, shetani maana yake. So kijana yote ambaye ana neno la Mungu ndani ya moyo wake, uwe na hakika shetani au mwovu atamshinda. Mwovu atamshinda. Kwa hiyo hatuwezi kudharau nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha ya kijana. Hatuwezi kudharau nafasi ya neno la Mungu. Pamoja na kwamba kijana anahitaji kuwa na mambo fulani na ana vitu fulani ambavyo anahitaji kuwa navyo katika safari ya maisha yake anapokuwa kijana, lakini hatuwezi kudharau nafasi ya neno la Mungu. Neno la Mungu lina nafasi kubwa sana. Neno la Mungu lina umuhimu mkubwa sana katika maisha ya kijana. Nitazungumza mambo kama matatu. Nitazungumza point 3 za msingi kwa wewe kijana ambao unanisikiliza muda huu. Nitazungumza mambo matatu. Na jambo la kwanza, niongee sasa kwa habari ya umuhimu wa neno la Mungu au nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Jambo la kwanza, neno la Mungu lina uwezo na lina nguvu za kumsaidia kijana kuishi maisha ya ushindi dhidi ya tamaa, dhidi ya vishawishi, dhidi ya dhambi. Neno la Mungu lina nafasi ya kumsaidia kijana kuishi maisha ya ushindi dhidi ya tamaa, dhidi ya dhambi, dhidi ya uasi, dhidi ya vishawishi mbalimbali. Neno la Mungu lina nafasi kubwa sana ya kumsaidia kijana. Nitakuonyesha maandiko. Kile kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 9, wa 10 na wa 11, ninaomba nikusomee. Jambo la kwanza, hiyo nafasi ya kwanza. Neno la Mungu linaweza kumsaidia kijana kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, dhidi ya tamaa, dhidi ya ushawishi wa kila namna. Neno la Mungu linaweza kumsaidia kijana. Moja ya nyenzo ambayo inaweza kumsaidia kijana ni kuwa na neno la Mungu ndani yake. Neno la Mungu hili imeandikwa kwenye Zaburi ya 119 ule mstari wa 9. Zaburi ya 119 mstari wa 9 anasema hivi, wa 9 na wa 10 na wa 11. Anasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Anauliza, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Hilo ni swali. Maana yake kuna namna njia ya kijana iko sawa, inahitaji kusafishwa. Inasafishwaje? Mambo yake yanawezaje kuwekwa sawa? Anasema kwa kutii. Anatoa jibu sasa. Kwa kutii akilifuata neno lako. Anasema kwa kutii akilifuata neno lako. Zaburi ya 119 mstari wa 9. Kwa kutii akilifuata neno lako. Anasema mstari wa 10, moyoni mwangu moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Mstari wa 11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Huyu ni kijana Daudi katika ujana wake. Anatoa kama ushuhuda na anatuonyesha mojawapo ya kitu ambacho kilimsaidia yeye. Anasema neno la Mungu lilikuwa na mchango mkubwa sana kumsaidia. Neno la Mungu lilimsaidia katika mambo yake, katika njia zake, katika kuyafanikisha mambo yake. Neno la Mungu lilikuwa na mchango mkubwa sana. Maana akasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo watu wengi, vijana wengi wanaishi maisha ya dhambi na dhambi zimewashinda kwa sababu hawana neno la Mungu la kutosha ndani ya moyo wao. Hawalitaki neno la Mungu. Hawamtaki Mungu kwa sababu tunapozungumza neno la Mungu, nimekwambia tunamzungumza Mungu. Kwa hiyo kama mtu kijana unaona alikataa neno la Mungu, maana yake anamkataa Mungu. Sasa vijana wengi tuna hiyo changamoto. Hatutaki neno la Mungu na unakuta wakati mwingine tunakwama, tunaingia kwenye majaribu, tunaingia kwenye vishawishi, tunaingia kwenye tamaa, tunaingia kwenye dhambi kwa sababu tunalikataa neno la Mungu. Halina nafasi kwenye mioyo yetu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na tenzi. Neno la Kristo na likae kwa wingi. Kwa hiyo ndani ya moyo wa mtu linapaswa kukaa neno la Kristo, sio kitu kingine. Ndani ya moyo wa mtu.
Huyu ni mtume Paulo anawaandikia watu wa Kolosai, anawaambia neno la Kristo na likae kwa wingi, sio kidogo, sio kwa uchache, linapaswa kuwa jingi, linapaswa kuwa la kutosha ndani ya mioyo yenu. Na likiwa la kutosha ndani ya mioyo yenu, kwa sababu kile ambacho kitaujaza moyo wa mtu ndicho ambacho kitaanza kutoka. Chochote ambacho kinamtoka mtu huo na ndio kilichojaza moyo wake. Tunamtafsiri mtu kwa namna hiyo. Yaani tutaka kujua wewe ndani ya moyo wako kuna nini, tutaangalia vitu gani ambavyo unaviongea, vitu gani ambavyo unavizungumza kila wakati, mambo gani ambayo unayafanya. Tutagundua hiyo ni hazina ambayo iko ndani ya moyo wako. Sasa kuna vitu vingine ambavyo tumeviweka ndani ya moyo wetu, vimeharibu maisha yetu na vimetuharibia namna yetu kama vijana wa Kristo, ni kwa sababu neno la Mungu lilikuwa chache. Kwa maana mtume Paulo anawaambia neno la Kristo likae kwa wingi, linapaswa kuwa jingi. Neno la Mungu linapaswa kuwa la kutosha ndani ya moyo wa mtu. Likiwa la kutosha ndani ya mtu, litamsaidia kijana kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Na hii ilimsaidia hata Yesu mwenyewe wakati ameenda kujaribiwa na mjaribu shetani. Biblia inasema Yesu akamwambia shetani, mtu hataishi kwa mkate bali katika kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Maana yake Yesu alikuwa na neno la Mungu, alikuwa na uwezo wa kuweza kujibizana na hizo hali alizokutana nazo, kwa sababu neno la Mungu lilikuwepo ndani yake. Lakini kama neno la Mungu lilikuwa lipo ndani yake, shetani angemshinda. So moja ya jambo au moja ya nafasi ya neno la Mungu linaweza kumsaidia kijana, neno la Mungu linaweza kumsaidia kijana kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, dhidi ya tamaa na uovu ambao uko katika dunia hii ya sasa. Dunia ya sasa uovu umekuwa ni mwingi na unaendelea kwa speed, na asilimia kubwa ya vijana wametumika kwenye mambo ya maovu mabaya. Na hii yote ni kwa sababu vijana wanamkataa Mungu. Na wao sasa hizo nguvu ambazo wanazo, shetani anaamua kuzitumia kwa ajili ya manufaa yake binafsi. Sasa haipaswi kuwa hivyo kwa sisi vijana wa Kristo. Hatupaswi kuwa moja ya wajumbe wa shetani wa kufikisha agenda na kufikisha uovu katika dunia na kusababisha na kuongeza uovu katika dunia. Tunapaswa vijana wa Kristo, na wewe ambao unanisikiliza, unapaswa kuliweka neno la Mungu ndani ya moyo wako likusaidie na likupe hekima. Ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mwalimu Emmanuel Martin Amasi, ambaye anaendelea kutufundisha nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Tuendelee tukamsikilize. Lakini tunapozungumza kuhusu dhambi, unaweza kusema kwa sababu dhambi, tunapozungumza kuhusu dhambi unaweza kuchukulia tu ni kama jambo tu ambalo ni kawaida, lakini hili jambo kwa kweli limeharibu maisha ya watu wengi. Limeharibu maisha ya watu wengi. Kumbuka nimekwambia tunajifunza kuhusu nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Tunapozungumza kuhusu neno la Mungu linaweza kumsaidia kijana kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, kuna moja ya jambo ambalo nataka nikwambie kwa uchache angalau. Kwa nini dhambi? Dhambi inafanya kitu gani kwenye maisha ya mtu? Kijana ambaye anaishi maisha ya dhambi, ni kitu gani ambacho kitatokea kwenye maisha yake? Nikwambie angalau mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, kijana huyo utukufu wa Mungu utaondoka kwenye maisha yake. Jambo la pili, kijana huyo kibali cha kimungu kitaondoka kwenye maisha yake. Kibali kitaondoka kwa watu. Unakuja kijana alikuwa anakubalika na watu vizuri kwa mambo anayofanya, anapendwa na watu kila mahali anapoingia, anakubalika na watu, ila kwa sababu tu ameanza kuishi maisha ya dhambi, kile kibali kimeondoka. Sasa hivi anasema ana roho ya kukataliwa, kila mahali anapoenda anakataliwa, anaenda kuapply kazi mahali anakataliwa. Ni kwa sababu ya michezo ya dhambi na maisha ya dhambi ambayo yameruhusu, yameharibu na yakamuondolea kibali. Akifika mbele za watu, watu wanajisikia tu kumuondoa, wanajisikia tu kumfukuza. Lakini hajui tatizo nini, lilianzia wapi. Lakini mimi ndo nakupa solution na nakupa na jibu ya hayo ambao unasumbuka nayo. Ni kwamba moja ya jambo laondoa kibali hata kwa watu. Watu walikuwa wanaanza kukufadhili, kukupa vitu, kukupa nafasi, kukupa nini, lakini sasa hivi hawakupi tena. Ni kwa sababu ya maisha ya dhambi ambayo unayaishi. Wakati mwingine watu wa karibu yako hawajui, ila mambo unayofanya sirini yamekuwa yakiharibu maisha yako. Lakini jambo jingine ambalo linatokea kwa kijana ambaye anaishi maisha ya dhambi, dhambi zinaondoa akili njema ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kijana yote ambaye anajihusisha na maisha ya dhambi ya namna yote ile inaondoa akili. Hasa dhambi ya uzinzi ndio inaondoa akili kwa sehemu kubwa sana, hasa kwa vijana wa kiume. Hii inaondoa akili. Uchafu wa namna watu wanaofanya wa dhambi, iwe ni uzinzi, iwe ni uasherati, lakini pia iwe ni masturbation, mambo kama hayo, pornography, mapenzi ya jinsia moja na vitu vingine ambavyo unavifanya, vinaondoa akili. Vinaondoa ile akili njema ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Maandiko yanasema, kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 32 anasema
anasema Mithali 6:32 anasema afanyie dhambi, anasema naomba nisome, anasema Mithali 6 ule mstari wa 32, anasema wanisome kabisa kwa uhakika. Mithali 6:32, Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili. Yes, azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Vijana wengi wameangamia kwa sababu ya tabia za uzinzi, tabia za uasherati, mambo maovu ambayo wanayofanya yameharibu ukuu, yameharibu vitu vikubwa ambavyo Mungu alikuwa ameweka ndani yao, yamewaharibia nafasi, yamewaondolea, kwa sababu ya maisha haya ambao wao wamechukulia ni kawaida, kama sehemu ya tu ya kujiburudisha. Unajua, sehemu tu ya kujiburudisha. Sisi vijana hatuwezi kuishi bila kusex, bila kufanyaje. Haya mambo yanaharibu maisha ya mtu, yanaharibu maisha ya kijana. Sasa vitu vingi vimeharibu maisha ya vijana wengi na hawajui tatizo nini. Ndio nakwambia solution iko hapa. Hii ni moja ya sababu ambayo imeharibu maisha. Biblia inasema mtu azinie na mwanamke hana akili, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Afanya jambo kwa hiyo akili njema inaondoka kwa sababu ya maisha ya dhambi. Lakini jambo jingine ambalo unapaswa kufahamu pia, dhambi zinafungulia mlango wa mashambulizi ya nguvu za giza. Unapoishi maisha ya dhambi zinafungua mlango wa mashambulizi ya nguvu za giza. Kuna kijana mmoja Yesu alimponya kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Kijana mmoja Yesu alimponya, baada ya kurudi akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya kuliko lile la kwanza. Kwa hiyo kumbe dhambi ndio ilifungua mlango wa mashambulizi ya ugonjwa ambao ulimweka kwenye kitanda kwa miaka 37. So kuna mashambulizi mengine ya mapepo, ya nguvu za giza, ya vitu vingine, kwa sababu yalipata mlango kwa sababu ya dhambi ambayo mtu alitenda, ikafungulia uharibifu kwenye maisha ya mtu. Ikafungulia uharibifu kwenye mtu. Kwa hiyo kama unahitaji kuishi maisha ambayo yana hatua, maisha ambayo ni yamejaa utukufu wa Mungu, maisha ambayo yana kibali, maisha ambayo unamuona Mungu kwenye maisha yako, hakikisha unaweka mbali, unakaa kando na maisha ya dhambi. Lakini Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema mkono wa Bwana kupunguka hata ushindwe kuokoa, wala sikio lake sio zito hata ushindwe kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu, ameuficha uso wake msione. Mkono wa Bwana kupunguka hata ushindwe kuokoa. Kwa maana yake nini? Kumbe dhambi zinaondoa mkono wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Dhambi zinaondoa mkono wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Kama kijana amechukulia dhambi kama sehemu ya kawaida tu, ashtuki na anachukulia tu ni hivyo tu, anaona tu ni sawa kuishi maisha ya dhambi, hiyo nataka nikwambie jambo moja, ni kwamba mkono wa Mungu unaondoka kwenye maisha yako. Kuna baadhi ya mambo utayaona Mungu akikusaidia. Kuna watu mkono wa Mungu ulishaondoka kwenye maisha yao. Mimi kwa kweli nilishasema sihitaji kuona mkono wa Mungu ukiondoka kwenye maisha yangu. Maisha ya dhambi nilishayakataa. Na sikudanganye mtu akakwambia kwamba ukiwa kijana huwezi kushinda dhambi, hauwezi. Unaweza. Na hatuwezi sisi tu, tunaweza kwa nguvu za Mungu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu zinatusaidia kuishi maisha ya ushindi. Kwa kama unataka kuishi maisha ambayo utamuona Mungu kwenye kila hatua ya maisha yako, weka mbali maisha ya dhambi, kwa sababu dhambi zinaondoa mkono wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Dhambi zinaondoa mkono wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Dhambi zinaondoa mkono wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Lakini niende mbele, jambo la pili, nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo. Jambo la pili, jambo la kwanza nimekuambia neno la Mungu lamsaidia kijana kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, tamaa, uovu na katika dunia hii ya sasa. Lakini pia jambo la pili, neno la Mungu limebeba siri mbalimbali zinazoweza kumsaidia kijana Mkristo kufanikiwa. Neno la Mungu limebeba siri mbalimbali. Huku kwenye neno la Mungu kuna vitu mbalimbali utavipata. Kuna siri mbalimbali utazipata, zitakazo kusaidia kupiga hatua na kufanikiwa kwenye maeneo yako mbalimbali. Ni vile tu wakati mwingine tumelizarau na kuliona kama halina muhimu wote hivyo tu. Lakini ukweli kuna siri mbalimbali ambazo wewe huzijui. Na hizo siri ziko kwenye neno la Mungu. Mungu alishaweka mambo wazi kwenye neno lake. Yoyote atakayoyasoma na kuyaamini, yoyote atakayachukua na kuyafanyia kazi, anaweza akafanikiwa. Maandiko yanasema Mungu alimwambia Yoshua 1 ule mstari wa 8. Yoshua 1 mstari wa 8, Biblia inasema kwa kile kitabu cha Yoshua sura ya kwanza ule mstari wa 8, angalia maneno ambayo Mungu alikuwa anamwambia Yoshua.
Ni wewe tu ambaye uwaga unadharau neno la Mungu. Wewe ambaye tu uwaga unapuuzia neno la Mungu, unaliona kama halina nafasi yoyote kwenye maisha yako. Lakini Yoshua sura ya 1 ule mstari wa 8, Mungu alimwambia hivi Yoshua ya maneno: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Wow. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke. Kitabu hiki cha Torati ni neno la Mungu, hilo anamwambia huyu. Hayo ni maneno Mungu anayasema, yaani ni maneno ambayo Mungu anasema mwenyewe. Anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Madamu unataka kufanikisha njia yako, madamu unataka kustawi kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako, usije ukalidharau neno la Mungu, usije ukaliweka kando neno la Mungu. Unataka kufanikiwa kwenye kila eneo la maisha yako, usiliache neno la Mungu. Ndio maana Mungu anamwambia baada ya Musa kumkabidhi baada ya Musa kufa, Mungu akamkabidhi majukumu hayo Yoshua kulipeleka taifa la Israeli kwenye nchi ya ahadi. Mungu akamwambia nyenzo mojawapo ya kukusaidia wewe Yoshua ni kuwa na neno la Mungu. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari. Na hapa acha niseme hili jambo. Sizungumzi tu kusoma kama neno la Mungu, soma tu kama habari, kama gazeti, kama ambavyo unasoma kitu kingine, vitabu vingine. Neno hili ambalo tunalisoma, tunapozungumza kuhusu kusoma neno la Mungu na umuhimu wa nafasi ya neno la Mungu, unapaswa kulisoma neno la Mungu, lakini pia kulitafakari kwa kina, kupata muda wa kulitafakari, lakini pia kupata muda wa kumsikia Mungu. Anasema litafakari neno hili mchana na usiku, upate kuangalia kutenda. Maana tena ulitafakari, ulisome, ulitafakari, alafu ulitende. Mahali ambapo unakuhitaji ulitende. Unahitaji kufanikisha njia yako, haitokei tu kufanikisha njia yako, ila kuna mambo ambayo wewe unapaswa kuyafanya hapa, ambao jambo la kwanza unapaswa kulisoma neno la Mungu, jambo la pili kulitafakari, na tafakari yake amesema mchana na usiku, maana yake mara mbili kwa siku. Unataka kufanikisha mambo yako mbalimbali kwenye eneo lolote la maisha yako, neno la Mungu lina nafasi. Na Mungu amesema unataka kufanikiwa mara 2 angalau kwa siku, ulitafakari neno la Mungu. Alafu amesema Mungu ameshauri yeye mwenyewe akasema mchana na usiku. Maana yake ukiweza kutafakari asubuhi, unaweza kutafakari mchana wewe, ila angalau kwa kiwango kidogo sana, mara 2 kwa siku. Anasema ndipo matokeo sasa ya mtu ambaye analitafakari neno, analisoma neno la Mungu, analitafakari neno la Mungu, lakini pia analitenda. Kwa sababu wengi tunalisoma hatulitafakari, tunalisoma hatulitendi, tunalisoma tunaliacha hapo. Ili uione matokeo haya ambayo anasema huko mwishoni, ni lazima ulisome, ulitafakari, lakini pia ulitende, alafu matokeo yake ni haya. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Zaburi 1:1, Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Daudi huyu tena anasema, bali sheria yake ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Mtu ambaye anatafakari neno la Mungu mchana na usiku, analisoma, analitafakari, analitenda, matokeo yake, mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Matokeo, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Maana yake mti kama huu, anasema, acha nimalizie kusoma. Anasema uzao wake, anasema kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki. Atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Mti ambao umepandwa au ulioota kando kando ya vijito vya maji huaga ukauki. Lakini pia anasema uzao matunda kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Soma Biblia yako. Unaweza kusema mimi nasoma kutokea kwenye Biblia ipi?
Nasoma Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Na kila alitendalo litafanikiwa sana. Litafanikiwa sana. Unahitaji kufanikiwa kwenye eneo lolote lile la maisha yako, utafanikiwa sana kama utakuwa unatafakari neno la Mungu, lakini pia utaliishi neno la Mungu, lakini pia utalipa nafasi kwenye maisha yako. Lakini pia jambo la tatu, neno la Mungu linaweza kumsaidia kijana neno la Mungu linaweza kufungua macho, linaweza kumfungua kijana macho, linaweza kufungua macho kuziona fursa. Sikiliza nikwambie, kwenye hii dunia kuna mifumo, kuna utawala wa nguvu za giza na kuna utawala wa nguvu za Mungu. Sasa mtu anaweza akapigwa upofu na nguvu za giza, anaweza akapigwa upofu na nguvu za giza, asizione fursa, asione baadhi ya mambo ambayo yangeweza kumsaidia kwenye maisha yake. Hiyo yote ni kwa sababu tu ya kupuuzia na kutojua baadhi ya siri mbalimbali za neno la Mungu, na kutofahamu wakati mwingine, labda tusikulaumu sana, labda hujafundishwa umuhimu wa haya mambo. Lakini neno la Mungu linaweza kumfungulia kijana macho ya kuona fursa mbalimbali. Macho ya kuona fursa mbalimbali. Kijana anaweza kuwa na macho ya kuziona fursa mbalimbali ambazo wengine kiurahisi hawawezi kuziona. Lakini kwa neno la Mungu kijana anaweza kuziona fursa. Zaburi ya 119 mstari wa 105, maandiko yanasema hivi. Zaburi ya 119 mstari wa 105, maandiko yanasema, neno la Kristo ni neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Kwa maana kama anasema neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu, kumbe maana yake kuna giza. Kuna aina fulani ya giza ambalo limefunika akili za watu, limefunga fahamu za watu, limefunga akili. Watu hawaoni katika namna ambayo Mungu alikusudia waone. Hawaoni, lakini Mungu akawapa nyenzo mojawapo ya kuwasaidia, akawaambia someni neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia zako. Zinaweza kukusaidia. Kuna aina fulani ya giza ambalo linaweza likaondolewa kwenye fahamu zako kwa sababu ya neno la Mungu ambalo liko ndani ya maisha yako. Mungu akubariki sana na asante sana. Naitwa Emmanuel Yamasi, ni mwalimu wa neno la Mungu kutoka kanisa la African Inland Church Tanzania. Amen. Mtazamaji wa Channel 10 Plus, tumefika mwisho wa somo letu la nafasi ya neno la Mungu kwa kijana Mkristo katika kipindi chetu kwa siku ya leo. Lakini nipende kukushukuru kwa kuwa pamoja nasi toka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Nimshukuru pia mwalimu Emmanuel Martin Yamasi. Natumai utakuwa umebarikiwa kwa somo ili zuri, lakini kwa ushauri au ungependa kuuliza maswali, kuna namba za mwalimu ambazo ni 0629970654. Nitarudia, ni 0629976054. Zitapita kwenye runinga yako pale chini kwa ajili ya kumtumia. Unaweza kumpigia au kumtumia ujumbe. Na kila chenye mwanzo waga kina mwisho, na sisi kwa siku ya leo tumefika tamati ya kipindi chetu. Ulikuwa nami Jocelyn Zefania.